Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan jana amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin uliowasilishwa na Mheshimiwa Sergei Kirienko. Na nyota 23 wa Taifa Stars waitwa rasmi kambini kujiandaa kwa ajili ya kuivaa timu ya taifa ya Kuwait kwenye mechi ya kimataifa ya kirafiki. Na mtazamaji, habari ya asubuhi, karibu katika asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus, na mwanzo wa asubuhi njema basi tunaanza kabisa na taarifa ya habari. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan jana amepokea ujumbe maalum kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Urusi Mheshimiwa Vladimir Putin uliowasilishwa kwake na Mheshimiwa Sergei Vladimirovich Kirienko Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Mheshimiwa Kirienko ni makamu wa kwanza wa mkuu wa itifaki katika Ikulu ya Kremlin na anafahamika zaidi kwa kuwahi kushika nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Shirikisho la Urusi, ikiwemo kuwa waziri mkuu wa Urusi. Tanzania na Urusi zimekuwa na uhusiano wa kidiplomasia tangu Disemba 11 mwaka 1961 na umeendelea kuimarika kupitia mashirikiano kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo uchumi na biashara, elimu na mabadilishano ya ujuzi. Ushirikiano mwingine kati ya Tanzania na Urusi ni masuala ya ulinzi na usalama, uendelezaji sekta ya utalii pamoja na maendeleo ya matumizi ya sayansi na teknolojia kwenye miradi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi ya Baraza la Mapinduzi jana tarehe 6 Novemba 2025, uteuzi huo unaanza mara moja kuanzia tarehe hiyo. Uteuzi huu unathibitisha kuendelea kwa ushirikiano na uongozi uliokuwapo awali katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Naam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi jana tarehe 6 Oktoba 2025 amemwapisha Dr. Mwinyi Talib Haji kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Uapisho huo uliofanyika Ikulu mjini Zanzibar. Mwanasheria mkuu Dr. Mwinyi Talib Haji ameteuliwa tena kushika nafasi hiyo baada ya kuitumikia pia katika muhula uliopita. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu na moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar, na nitaihami vyema kisheria Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kushawishiwa, hofu, pendeleo au chuki, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba katika utekelezaji wa kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Kamati ya tamasha la Kizimkazi na wazee wa Kusini Unguja kwa pamoja wamesema wana imani kipindi cha pili cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kitakuwa na mafanikio makubwa zaidi ya kimaendeleo kutokana na imani yake katika kuwasaidia wananchi. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati ya tamasha la Kizimkazi Mahfudhi Said Omar wakati kamati hiyo ikitoa salamu za pongezi za ushindi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lengo na madhumuni ni mafanikio na tumeyapata. Tunamwombea kila la kheri na kazi njema, na wapange serikali na wakae vizuri na wapange na wapate wasaidizi bora zaidi kuliko wale waliokuwa bora katika muda uliopita. Aidha, mwenyekiti huyo amewataka wananchi kuombea viongozi hao wakuu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na Mungu hawa awajalie afya njema, busara na hekima ya hali ya juu kabisa na maono ya mbali kweli, na wautunzi muungano, mshikamano na umoja wetu. Hiyo ndio dira na mwelekeo na mafanikio wa nchi Zanzibar na nchi Tanzania. Naye mzee wa kamati ya tamasha la Kizimkazi Said Hamadi Ramadhan amewataka vijana kutoshawishika na watu wasio na nia njema na taifa la Tanzania kwa kuhamasisha vurugu. Vijana wetu wa Tanzania wote kwa jumla, Tanzania bara na Tanzania visiwani, waepuke fitina za kigeni zisiingie katika nchi yao. Zikiingia katika nchi yao, tunakuja kumbana na hali kama hii ambayo inachukua muda, inagharimu. Leo kuna baadhi ya sehemu petroli imepanda bei, sio kwa haimo. Leo mtu ananunua petroli kwa shilingi 10,000 kwa siku 3 tu.
Je, zingekuwa 20 ingekuwa hata haipo. Bakasim, Channel 10, Zanzibar. Watanzania wamekumbushwa kuitunza amani kama mboni ya jicho kwa kuwa kutoweka kwa amani kunaweza kurudisha nyuma maendeleo makubwa yaliyoanza kupatikana katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Wito huo umetolewa na Rais wa Shirika la Amani la International Peace Information, Profesa Wilson Munguza, wakati akizungumza na Channel 10 kuhusu kadhia ya vurugu zilizotokea Oktoba 29 na kuendelea. Kwanza, jambo la kwanza ni kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hususan mkuu wa majeshi IGP kwa kazi nzuri walioifanya, lakini pia makamanda wa mikoa na wale pia ambao walikuwa wanashughulika na wilaya. Tumeona kazi walizozifanya, tumeona wananchi walipopata matatizo waliweza kuokolewa, lakini pamoja na hayo sisi kama shirika tunasema kwamba tuko pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha nchi inakuwa salama katika kipindi cha hiki ambacho ni cha mpito, kwa njia ya kutoa elimu ya utunzaji wa amani kwa wale ambao wameathirika. Aidha, baadhi ya viongozi waandamizi wa shirika hilo la amani wamesema wananchi wanapaswa kujitafakari na kuchukua hatua dhidi ya madhara yaliyotokea ya vurugu ambazo zimesababisha athari kubwa katika jamii na uharibifu wa mali. Na utaratibu ambao uliokuwa umewekwa na serikali, kwa mfano miundombinu, mabasi ya mwendo kasi, sasa hivi hatuna usafiri, watu tumekaa ndani ya siku 3 ndani, watu hawana vyakula. Yote haya yamesababishwa na ukosefu wa amani. Lakini sisi kama shirika la International Peace Information tulikuwa tunaomba watu wote, vijana, wazee, wakina mama, waweze kudumisha amani na uzalendo wa nchi yetu. Tumeona athari kubwa ambayo inatokea pale tunapokosa amani. Tumekosa vitu vingi, kwa mfano mitandao ilipozimwa, mabenki yalishindwa kuendelea kufanya kazi. Watu wengi waliathirika kutokana na kutokupata miamala mbalimbali ya kuweza kutoa hela ili waweze kujikimu katika maisha yao. Kingine, kufungiwa ndani. Biashara zetu nyingi zilisimama. Hiyo ni athari ya kukosa amani katika nchi. Watanzania, naomba tufahamu ya kwamba amani ni zawadi. Amani ni sauti tulivu ambayo inaongea kwenye mioyo ya kila mtu, kila jamii. Ni wakati wetu sasa tuchague amani, tuihubiri amani, tuitangaze amani na tuilinde amani kwa heshima ili tuweze kuleta maendeleo katika jamii yetu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Jukwaa la Wahariri Tanzania TEF limeeleza kusikitishwa na vifo vya Watanzania wakiwemo wanahabari wakati wa vurugu zilizoanza siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Katika taarifa ya jukwaa hilo ya Novemba 6 mwaka huu iliyosainiwa na mwenyekiti wake Deodatus Balile, imetoa ushauri kwa mamlaka husika kuanza uchunguzi ili kutenda haki. TEF inawakumbusha kwa heshima wanahabari na Watanzania waliouawa katika vurugu hizi, kwani wameacha pengo kubwa katika tasnia ya habari, na imeeleza taarifa hiyo. Jukwaa hilo pia limeisihi serikali kuanzisha upya na kwa haraka mchakato wa maridhiano ili kuponya majeraha kwa pande zote, huku likizitaka pande zote kuwa tayari kushiriki pindi mchakato utakapoanza. Jukwaa hilo limewasihi Watanzania kusimama pamoja kama taifa na kujisahihisha katika makosa, huku likisisitiza kurejea kwa utamaduni wa amani iliyozoeleka hapa nchini. Tunafahamu yapo maumivu makubwa kila upande, ila tunaomba sasa tusimame pamoja kama taifa, tuzungumze na kujisahihisha ili kamwe haya yasitokee tena katika ardhi ya Tanzania. Jukwaa la Wahariri Tanzania linatoa mwito kwa mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha haki inatendeka. Tunaisihi serikali kuanzisha mchakato wa maridhiano haraka ili kuponya majeraha kwa pande zote. Tunaomba kila upande, mchakato huu ukianza, uwe tayari kushiriki ili kama nchi tumalize kadhia hii milele. Tunashuhudia madhara makubwa ya amani kupotea na tulikofikia. Tujizuie kama nchi isitokee tena. Mungu awape uponyaji wa haraka walioumia, azilaze mahali pema peponi roho za waliopoteza uhai, na atupe nguvu ya kusimama kama nchi tujisahihishe.
Mungu ibariki Tanzania. Baadhi ya wananchi wilayani Nachingwea mkoani Lindi wameiomba serikali kupitia mbunge wa jimbo hilo Fadhili Liwaka kuchukua hatua za haraka za utatuzi wa migogoro ya muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji, pamoja na kushughulikia kero za wanyama wakali wakiwemo tembo ambao wamekuwa wakitishia usalama wa raia na mali zao. Wakizungumza wilayani humo, wananchi hao wamesema kutokana na hofu ya mara kwa mara ya kuibuka kwa migogoro kati ya wakulima na wafugaji na kukwamisha shughuli za maendeleo katika jamii, sasa ipo haja serikali kuongeza nguvu katika utatuzi wa kero hizo. Aidha, wamehitaja kero nyingine kuwa ni ya wanyama wakali wakiwemo tembo wanaovamia makazi ya watu, hali inayokwamisha usalama na mali zao. Kwenye upande wa wakulima na wafugaji, kwa sababu wengi tunalima, tunategemea kilimo, lakini unavyoandaa kilimo manake tena unakutana na wakulima na wafugaji na kuwa kero, wafugaji wanaingiza ng'ombe shambani. Manake ya kwamba mazao leo kutegemea ukasomeshe mtoto yanaharibiwa, kwa hiyo inakuwa mazao tayari yashaharibiwa, huwezi kupata kitu chochote kile. Kama wananchi wa Nachingwea tuna matumaini makubwa sana na Fadhili Liwaka, na matumaini yetu makubwa ni kwamba atatatua changamoto ambazo zinatukabili katika jimbo letu la Nachingwea. Ziko changamoto sugu nyingi sana. Changamoto ya wakulima na wafugaji ikamfikia mbunge wa jimbo la Nachingwea Mheshimiwa Fadhili Liwaka, ambaye anasema atahakikisha na shirikiana na serikali zikiwemo mamlaka husika ili kuondosha migogoro hiyo. Moja, dhamira yangu ni kuhakikisha kwamba wana Nachingwea wanaishi kwa amani, wanamaliza migogoro bila kuingiliana. Tutakwenda na zile njia zote za kuweza kusaidiana ili utulivu na utengamao upatikane. Aidha, Liwaka kawaeleza wananchi kuwa yuko tayari kushirikiana nao bega kwa bega kwa kuhusisha mamlaka husika hatua kwa hatua katika kuondoa kero ya uvamizi wa wanyamapori ili wananchi wabaki salama bila kuathiri uhifadhi endelevu. Tutakwenda kuomba serikali kupitia bunge na kujenga hoja juu ya swala la ongezeko la wanyama hususani ndovu. Hapa niliwaambia wananchi wenzangu kwamba ni muhimu tuende tukaishawishi serikali kutazama sheria zilizopo za ndani, kutazama sera za kimataifa zinasema nini na namna tunavyoweza kuwalinda watu wetu, uweze kujenga uwiano, tembo waendelee kulindwa kwenye maeneo yao. Ahmad Nandonde, Channel 10, Nachingwea. Wakazi wa kijiji cha Msilili katika halmashauri ya mji wa Newala mkoani Mtwara wameshukuru serikali kwa kuwasaidia kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji chao ambayo imekuwa mkombozi wa huduma za afya za msingi hasa kwa kina mama wajawazito pamoja na watoto ambao walikuwa wanalazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya ya mama na mtoto. Ni zahanati ya kijiji cha Msilili hapa halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara. Wahenga walisema ukiona chelea hujue kimeundwa. Zahanati hii ni matokeo chanya ya maamuzi ya wanakijiji hiki kuamua kuvuja jasho na damu ili kuondokana na adha kutembea mbali mrefu kufuata huduma za afya. Tumepoteza wanamama wengi, tumepoteza watoto wengi kwa sababu ya kuzalia majiani na usafiri wa matatizo. Tulikuwa tunapata shida, unashuka bonde, unapanda. Sasa muda mwingine akina mama wajawazito walikuwa wanapata shida kutokana na urefu wa maeneo na huduma zile. Na jitihada zao zimezaa matunda baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwasaidia kukamilisha zahanati yao. Lakini nishukuru serikali ya Mama Samia imeweza kutuona kwa niaba ya ujenzi wa zahanati, na ninashukuru tumemaliza kujenga na sasa hivi ile adha yote ambayo wananchi walikuwa wanapata imeondoka. Kukamilika kwa zahanati hii ni furaha kwa kina mama katika kijiji hiki. Chanjo za mtoto zote kwa sasa hivi mama akizembea kumchanja mwanawe chanjo, yeye ni mzembe mwenyewe. Mwanzo tulikuwa tunaogopa tunaenda Tawala, tunaenda Mkunya, tunaenda wapi? Tulikuwa tunaona mbali, lakini sasa hivi tunasema mashallah. Pata hii zahanati kwa sasa hivi tunashukuru. Kwa wana mama sisi tunashukuru tena sana sana sana. Mimi nampongeza Mama Samia, aendelee, azidi kutuhudumia vizuri. Wakazi wa kijiji hiki cha Msilili walianza kujichanga fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hii, lakini Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoona jitihada zao akaamua kutoa zaidi ya shilingi milioni 100 ili kukamilisha ndoto za wanakijiji hiki, na hatimaye sasa wana zahanati ambayo inasaidia huduma za matibabu. Kutoka katika zahanati ya kijiji cha Msilili, wilaya Newala mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Na katika michezo, kikosi cha wachezaji 23 cha timu ya taifa ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars kimeitwa kujiandaa na mchezo wa kirafiki wa kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait, mechi iliyopangwa kupigwa nchini Misri katika uwanja wa Al Salam Novemba 14 kuanzia majira ya saa 3 kamili usiku. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars
kitacheza mchezo wa kirafiki na Kuwaiti Novemba 14 nchini Misri majira saa 3 kamili za usiku. Kuelekea katika mchezo huo, tayari majina 23 ya wachezaji yametajwa kwa ajili ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kikosi hicho kinajumuisha magolikipa watatu, Yakubu Selemani wa Simba, Hussein Masalanga wa Singida Black Stars na Zuberi Foba wa Azam FC. Wachezaji wengine ni Bakari Mwamnyeto wa Young Africans, Shomari Kapombe wa Simba, Mohamed Hussein wa Young Africans, Alphonse Mabula, Mudathiri Yahya, Wilson Nangu, Novatus Dismas, Pasco Msindo wa Azam FC, Ibrahim Abdullah wa Young Africans, Haji Mnoga, Dickson Jobu wa Yanga, Habibu Idi wa Singida Black Stars, Talini Alalakia, Chazi Mombwa, Selemani Mwalimu wa Simba Sports Club, Faisal Salum wa Azam FC, Morris Abraham kutoka Simba, Abdul Selemani kutoka Azam FC, Paul Peter Kasunda kutoka JKT Tanzania na Kevin Joni anayecheza soka la kulipwa nchini Denmark. Kikosi hiki kitacheza mchezo wa kirafiki na Kuwaiti chini ya kocha mpya Miguel Gamondi ambaye amechukua mikoba ya Hemedi Selemani Morocco. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Asante sana Eden kwa taarifa hiyo mtazamaji, na ndio inatukamilishia habari ya asubuhi njema. Endelea kuwa nasi.